unarudingi nyuma ukiangalia. Usigoge mawe uende somo. Tutapokea wazo, tutakuwa wakati wa kuweza kuomba pamoja tunapoenda kuondoka katika mochari hii, ili Bwana anene nasi na atutie nguvu katika siku ya leo. Asante. Nafikiri tutaimba wimbo namba hiyo 221 ambayo inasema, mikononi mwa Yesu, kifuani mwake mapenzi analinda, sina hofu kamwe. Ametuma wajumbe kuleta habari ya kutufurahisha katika safari. Mikononi mwa Yesu, kifuani mwake, mapenzi yanalinda, sina hofu kamwe. Ametuma wajumbe kuleta habari, ya kutufurahisha katika safari. Haleluya. Mikononi mwa Yesu, kifuani mwake, mapenzi yanalinda, sina hofu kamwe. Mikononi mwa Yesu, tashwishi sinayo, mabaya yadhuru, na dhambi hazimo. Nikiwa naye Kristo, sioni majonzi, mashaka ni machache, machozi. Haleluya. Mikononi mwa Yesu, kifuani mwake, mapenzi yanalinda, sina hofu kamwe. Yesu Mwokozi wangu akafa mtini, Yesu mwamba wa kale na mtumaini, namngojea Bwana mchunga
rafiki, ili hata kupamba uke uko mbinguni. Haleluya, mikononi mwa Yesu, kifuani mwake, kweli mapenzi yanalinda, sina hofu kamwe. Hatimaye ndugu zangu, kwaherini, iweni wakamilifu, mkafarijike, nieni pamoja, kaeni kwa amani, naye Mungu wa upendo na amani atakuwa pamoja nanyi. Bwana Yesu na ainuliwe sana. Amen. Maneno ya mwisho ya Luka kwa familia, kwa watoto wake, kwa ndugu zake, kwa dada zake, ya kwamba hatimaye baada ya kukaa nanyi muda huo, baada ya kukaa nanyi miaka hiyo, anawapa kwaheri ya uchungu, maana hakuna kuonana naye tena. Anawaomba ya kwamba mkaweze kuwa wakamilifu, kaweze kufarijika katika mioyo yenu, kaweze kunia pamoja katika yote takayoanza kuyatenda kuanzia sasa, bila yeye kuwa pamoja nanyi. Kaweze kukaa kwa amani, kaweze kushirikiana, kaweze kuishi maisha yaliyo ya amani jinsi mlivyoishi alipokuwa nanyi, maisha yasiyo ya kufurugana, maisha yasiyo ya kelele, maisha ya kuelewa ndugu, na maisha ya kukaa katika hali ya umoja kama familia. Na mwisho anawaomba Mungu wa amani na Mungu mwenye upendo akaende kuwa pamoja nanyi. Kati yeye hatakuwa pamoja nanyi, Mungu wa upendo na amani atakuwa nanyi. Mtaka mbaba wa kuwashauri, yeye atakuwa karibu ni kwa ajili ya kuwashauri. Yeye atakuwa karibu ni kwa ajili ya kuwaelekeza. Maana sasa yeye ameweza kuondoka katikati yenu, na anawaachia Baba wa mbinguni akaweze kuwa pamoja nanyi, akaweze kuwashauri, akaweze kuwaungana, na mkaweze kuwa tayari kumtafuta kila siku na kila saa, ili awaelekeze katika mipango yote. Kwa hivyo kubalini kwa heri hii ya mwisho, kubalini kwa heri hii ya uchungu mnayopewa na baba yenu, mnayopewa na ndugu yenu, mnayopewa na babu, akiwaambia hatimaye ndugu zangu, hatimaye watoto wangu, hatimaye dada zangu, kwaherini, na mkaweze kufarijika katika mioyo yenu. Mungu na atufariji sana. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante ni kwa sababu umetuandalia siku ya leo, ukatuweka katika mochari hii mfalme, tukalisikia neno lako. Kati maneno haya ambayo Paulo alinena na kanisa la Wakorintho akiwaaga, nasi mtumishi wako Luka ananena nasi Jehova Jire, akituambia baada ya miaka hiyo kuwa naye, baada ya kuishi pamoja naye, tukubali atuage Jehova Jire. Tunaomba mfalme, familia yote ikafarijike, familia yote wakakae kwa amani, familia Yesu wakakuone ukiwashauri, na zaidi ukaende kuwaelekeza katika maisha mfalme wa ajabu, ili watakapohitaji ushauri uwashauri, watakapohitaji kuelekezwa Jehova ukawe karibu nao kwa ajili ya kuwaelekeza, maana wewe ni Bwana. Simama kama baba katika mji huu, kamsaidie mama kufanya uamuzi, kamsaidie mama kusimamisha mji, kamsaidie mama kuelekeza watoto, na jina lako likaweze kuinuliwa. Naomba umoja katika mji wa Luka, naomba upendo ukaende kujaa mfalme wa ajabu, watoto wakaende kubarikiwa, wajukuu wakaende kubarikiwa, na hata wote wanaohitanishwa na ukoo Yesu wakabarikiwe na wewe. Inuliwa, uhimidiwe, maana tunapoenda kupokea mwili, tukianza safari ya kuelekea kwa boma, Yesu utaenda kutawala. Visirani barabarani ukaende kutuondolea. Fariji wapendo, uwatie nguvu na uwapanguze machozi. Na Yesu tukuone katika siku ya leo, kwa sababu wewe ni Bwana. Na katika pendo la mwanao Yesu Kristo
Tumeomba na hata na kuamini. Amen. Mungu wa amani atubariki, atutende mema. Nafikiria tumeweza kuwa na nafasi ile ya kuutazama mwili. Sijui kama kuna yule ambaye hajauona, ili tumpe nafasi.
licha ya yale utayapitia kama mwanadamu, kuwa na imani ya kumuona Bwana. Pigane vita vilivyo vizuri, kaza mwendo kama Luka, ukamtazame yule aliyekuumba, naye hakuna siku atakuacha hata moja, na ukaweze kumuona yeye. Mungu na atusaidie sana. Kwa wote walio wa familia, mteteaji wenu yu hai. Hata kama baba ameenda, kuna mteteaji wenu atasimama. Hata watetea kwa magonjwa, hata watetea wakati wa kilio, hata watetea wakati hamuoni baba, maana yeye yu hai, hawezi akafa. Kwa hivyo jipeni moyo na msimame imara, na maisha yaendelee, maana baba ameondoka. Unapomtoa katika nyumba hii, hatarudi tena, amemaliza yake. Tunaomba amani isalie kwa mji huu, tunaomba upendo usalie kwa mji huu, na neema ya Bwana inayopita vyote ikawatawale kama familia. Mungu na atubariki sana. Namleta Reverend wa Redeemed akaweze kuomba na familia katika nyumba. Napoenda kuondoa mwili, amani isalie, kiwiliwili cha mzee kisionekane, ndoto chafu zisionekane, maisha yaendelee kwa ajili yao. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama vile mmesikia nini sikanano mama sio mwina wito. No. Lakini ngaine we musio na Biblia ya siaka na niwokia kisho wito. Ni watu kia kiasa nani maito wale. Kwine tu vyo boya na ngai imwikia bina na imwe kanisa. Ngai tukapoye. Mungu liye hai, tuko mbele zako asubuhi ya leo. Twenda kudhaida sitwa yako na kunyukilia mutangei. Nikwitha wingai munene musumbe. Sisia anduma musio ngaitu wa musio ngai. Ana make ngai wa itune tu make aka mwana yoba wangudu. Na Yesu kuwe ngai wa itune na kila umwe mutangei. Mia ni tuma etembe wakuwe yoba. Inda yima tiwe ni the wonga wa itune. Mati wanu mae wa mati wanga wa itune musumbe. Ngai wa kwa nini sime na kimako kinge ini Yehova wasiaka na muya Yesu niwe ithe wokia kishogombe wakukia kiasema dhinani maituombe napo yankai wako wendo kama kia kishe ndani tajiula mudhuku satani niwe tae ndoto nduku niwe tae maswani o madhuku mabina make bindu na ndaimoni akesha kuma kuja uimoni chitwani ya Yesu we ndaimoni na we are about turn to you in the name of Jesus Christ. Kuna nafasi ya kuingia katika watu wa familia hii, katika ngoma hii, kufukuza katika jina la Yesu. Unakwambia uende kabisa katika jina la Yesu Kristo. Una nafasi hata kidogo na sikuponya mwai na matila nyana kila mudhema wa ndoto ndugu isitwa ni ya Yesu, kwa sababu neno la Mungu linasema kwamba kutingwa mwa Yesu watanio katikati wa ula uendie na la matiwe na matila nyangai wa itune ya Yesu nekena makakoma anesa yoba makaswani aneka nesa mwai Mungu watu kedi wewe yulo ama mwai baba wawia nina utilanya sitwa ni ya Yesu na nina wishe the kai isitwa ni ya Yesu kama boli ya pina waku ngai ukatembea katikati wa mwai wina kivyomo cha unena namo uko na vocabulary Mungu wangu Mungu wangu wa maajabu niwe wina nteto iloto na kunena niwe wina material masio ngai utile kitamba na ijola tutajisi mwai ukabangu ule medho imo na kumeka nesa ngai mwai yo sanguma na ngadho tunakutukuza tunakuinua wewe ni Mungu aliye hai katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini Amen. Asante. Baki na amani familia, na Mungu wa amani akawatende mema. Napoenda kuinua mwili wa mzee kwa ajili ya ibada, tutasaidiwa kubeba na mikono, tufikishe pale, tuweke kwa gari na tupige gwaride wote, tuelekee mahali pale pa ibada na itakuwa ni vizuri. Asante. Tutoke ili wale wanabaki wa kubeba mwili.
Kwamba tunapoondoka, Baba, katika jina la Yesu Kristo, tumeingia kwa gwaride ni kwa ajili ya kuelekea mahali pa ibada, pamoja na mwili ambao ni kiwiliwili cha mtumishi wako tulichosalia nacho. Tuomba Yesu ukatawale, Yesu ukaonekane, Yesu ukainuliwe. Visirani katika ibada yetu iliyo mbele yetu ukaende kutuondolea. Twakataa maroho zote za kujileta za kuzimu. Twakataa visirani zote katika ibada hii. Yesu zikaende kushindwa. Enda ufariji familia tunapopanda na mwili kwa ajili ya ibada. Roho wako akaende kutawala ibada. Yesu tukakuone maana wewe ni Bwana. Ni katika pendo la mwanao Yesu Kristo tumeomba na hata na kuamini. Amen. Wachungaji wote njoni huku mbele tupande pamoja. Na kisha familia tufuate jeneza lile na itakuwa ni vizuri. almost a kilometer. Anaangalia kurudi Nairobi. Jana anaangalia distance ya kutoka Nairobi. Sasa nimwambie pindua. Hiyo kesho tunakaa fiti. Tunaweza walk tu. Hiyo ni fine.
Tuombe. Mwenyezi Mungu, tunalimidi na kuinua jina lako. Asante ni kwa sababu tangia hatua ya kwanza asubuhi umekuwa na familia pamoja na kanisa. Hivyo basi tumeingia katika uwanja huu Yesu Kristo. Tuomba kwamba damu yako ikaweze kutamalaki. Tukataa mipango yote na ila zote za mwovu shetani zikapate kushindwa. Hivyo basi tunapotoka kiwiliwili hiki kwa ajili ya ibada, naomba Yesu Kristo kafariji familia. Na kanisa kwa ujumla, neema yako ikazidi kuonekana. Asante ni kwa sababu ya wote ambao utashikilia vipindi mikononi mwako. Yesu, siku hii ya leo jitwalie sifa na utukufu. Na katika jina lako Kristo nimeomba kisha kuamini. Amen. Usigoge mawe uende soma zote. Tukuli, naomba tusimame kwa heshima ya Bwana, tuunganike wimbo namba 219 unaosema eti tuonane mtoni maji mazuri ya mbingu. Wanaband, tafadhali tuende kwa pamoja. Tusimame sisi wote kwa heshima ya Bwana tunapoenda kumwabudu Bwana, maana ni mwema. Maji mazuri ya mbingu yanatokea mwangani penye kiti cha Mungu. Mtonane mtoni, watakatifu kwetu ni mtoni, tutakutanika mtoni penye kiti cha Mungu, tukitembea mtoni na Yesu mchunga wetu, daima tuimba ndani usoni pake kwetu. Watakatifu kwetu ni mtoni, cha Mungu, tukisafiri mtoni tutue ulemea, wema wa Mungu yakini unataji na vao. Tuonane mtoni, watakatifu kwetu ni mtoni, tutakusanyika mtoni penye kiti cha Mungu. Kung'ara sana mtoni, cha Mwokozi ni kioo, milele hatuachani, tumsifu kwa nyimbo. Na mtonane mtoni, watakatifu
Wacheni tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mtakatifu, twaja mbele zako majira ya mchana wa siku ya leo, tukisema ni asante kwa sababu ya wema na fadhili zako. Tumekusanyika mahali hapa kwa sababu ya ibada ya mwenda zake. Tuomba Mungu, tunapoenda kuanzia, Yesu Kristo ukapate kutawala na kunena. Tuomba Mungu, madhabahu yako yakanene mahali hapa, ambao hawaja kujua wakakujue kupitia ibada ya siku ya leo mtakatifu. Tunanena kinyume na madhabahu yote ya giza, tunanena kinyume na mipango yote ya kuzimu. Yesu, tunaomba ukatawale mahali hapa, tuomba ukanene pamoja nasi tunapoenda kuanzia. Mwanzo na mwisho ni mikononi mwako. Chukua nafasi na utende. Yeyote atakayeshika fungu lolote, Mungu, ni mikononi mwako. Wacha Roho wako Mtakatifu akajidirishe na katawale. Nena na kila mmoja Mungu, na tutakushukuru na kusema ni asante. Na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na atakuamini. Amen. Asante, tunaweza kaa chini. Tunataka tupate eulogy, tuweze kujua yule ambaye yuko mbele zetu anakaa namna gani. Yule ambaye anatusomea eulogy ya mzee wetu Luka, tafadhali kwa heshima zote. Joshua, tafadhali. Joshua, mahali ulipo, njoo utupe eulogy ya mzee. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina ninaitwa Joshua Kasio. Mimi ni mjukuu wa Luka. I will read his eulogy. The late Luka Mwilu Mwicha was born in June 1931 at Ndoyoni, Kakodha village, Kiongwani sublocation, Kitaingo location, Kilome division, Makueni County, then Machakos district. He was the firstborn of the late Zakayo Mwicha and the late Sarah Ngovi. He was brother to Lois Mutete Nguko, late John Kimuyo, late Priscilla Kasika, late Joseph Mutoa, and Josiah Kamola. He was the father to the late Emma Mweni, Charles Motuko, James Nzomo, late Samson Mwangangi, David Kioko, Noah Kasio, Pastor Geoffrey Musau, Festus Moli, Sami Mwicha, and Susan Dinda. He was son-in-law to late Ngoi Moli and late Sarah Mwe. He was grandfather to Mowo, Mutindi, Mwaki, Mwea, Joshua, Sila, Mwendwa, Victor, Mutinda, Mose, among many others. Education. The late Luka Mwicha joined Kiongwani AIM Primary School in 1938 and later joined Muka Intermediate School where he completed his full primary course. Work. Mzee Luka Mwilu worked in various white settlement schemes such as Kema Estate, Konza Estate, Q Estate, among others. He worked at Nairobi with many Securico companies as a security guard. He worked with Outward Bound, then with Mountain Primary School in Loitoktok as a chef. He also worked as a scouting company where he aided tourists in climbing Mount Kilimanjaro and the first tour guide to climb Mount Kilimanjaro. Wajukuu wanajua hii story. Tulikuwa tunaambiwa kila siku. He later worked as a security guard at Mayane Secondary School and Kamudhine Primary School. After his retirement from active employment, Mzee Luka joined the Kamudhine community and was appointed the area village headman or manager, where he served the community diligently and selflessly. He is among the pioneers of Kamudhine Secondary School, where we are today. A development-conscious person who did everything possible to protect the interests of Kamudhine community, a disciplinarian, and he never entertained mediocrity. Sini ukweli? Alama mwezi. Towo. Marriage. Luka Mwilu found his love
Dorcas Kitave, in the year 1955 and were blessed with 11 children who were 8 sons and 3 daughters. He has left 36 grandchildren and 33 great-grandchildren. Christian life. He was a devoted Christian throughout his life. He dedicated his life to Jesus Christ at Mayane Salvation Army Citadel, and throughout held various positions such as flag sergeant, class recruiting sergeant, among others. He was also an assistant sergeant major, and he was among the pioneers of Silangambo Salvation Army Church. He loved reading and marketing Sauti ya Vita magazine. Passion. He loved hiking. He led the British officers in climbing Mount Kilimanjaro, where he once went to the peak of the mountain. Sickness. Mzee Loka Mwilu has lived a very healthy life throughout his life until 19th of March 2025, when he fell outside his house, dislocating his right hip. He was rushed to Sultan Hamoud Health Center, where he was given first aid, and later taken to Machakos Level 5 on 20th March 2025, where he was admitted. He was later transferred to Jumuiya Hospital in Nairobi on 11th April 2025. He developed complications originating from a blood clot, which further led him into a coma until the 24th day of April 2025 at 3 p.m. when he passed on. 2 Timothy chapter 4 verse 7. I have fought a good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Now, koma nesa tona nengi. Thank you. Thank you, Joshua. Let us appreciate Joshua. Tumpigie makofi. Asante. Ametusomea kizungu mingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa majina ni Reverend Daniel Kilonzo. Nimetoka huko Kiboko. Mimi ni pastor wa sisa wa ambaye ni mwenda zake. Asante. Reverend Grisham Mutia, Redeemed Gospel Church, Kavemboni. Thank you. Thank you. Thank you. Twende tu kwa haraka wachungaji, tafadhali tuokoe wakati. Mimi ni Reverend John Kitala na hudumu na kanisa la AIC pande za huko Mukaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Marehemu ni ndugu yangu. Thank you. Thank you. Jina ni Brian Mutugi Esai Eyaniko. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Candidate Francis Sarama Outpost. Captain Marriott Mayodi kwa Chambuko. Thank you. Bwana asifiwe. Amen. Pastor Joseph Maweo CCI Ngamba. Amen. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Pastor Luka ndio huyo amelala hapa. ABC Kidhiani. Mungu awabariki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni Pastor Mathias Mutambugi, JCC Kiongwani. Mbarikiwe. Mimi ni mzee Mabinda. Kwa majina ni Ambrose Mutua na tuko makanisa wa Catholic Church Kemwama Catechist. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yes, kwa majina ni Reverend Daniel Musolini wa Kimweli, natoka Mukaa, na kanisa la Assemblies of Christ. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Salimani Bwana asifiwe. Amen. Reverend Felix Kavoi na tumikia Bwana Redeemed Gospel Church Buruburu, Nairobi. Mimi ni mchungaji wa Noah Kasio na familia yake. Barikiwe. Thank you. Hata iwe Yesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Beatrice Kioko na hudumu na Redeemed Gospel Church Kiludwini. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Pastor Jane Muli, AIC Vietune. Amen. Pastor Samuel Kimonyi, Assemblies of Christ hapa Kamudhine. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Charles Mwisa, Kayata Redeemed Gospel Church. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwaseo. Na kwa ni moseo naitwa Pastor Shentrak Kulu Muli, Pastor AIC Vietune. Mungu atubariki. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Praise the Lord. Amen. Na masieto nito Peter Mwema Pansioka na ni mchungaji kule Deliverance Church Karagita, Nairobi. Amen. God bless you. Amen. Tena ni Mutevu Mayani
Church. Evangelist Musiemi, MBC Kamuthini. Amen. Pastor Agnes Zioki, MBC Mangani, tunahudumu na Geoffrey Luka. Pastor, tumetumwa na mkubwa wetu kwa niaba yake. Thank you. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Pastor Josephine Mutua, Kamuthini Allness Worship Center, member ya familia ya Luka. Bwana pewe sifa. Amen. Jackson Daka, Calvary Glory Ministry, Bwana bariki sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na sifa kwa nita wanjoisi wawili na nitaba nichobo musio kanisa ni watu ama nako Kamuthini. Bwazio. Ngaya ni ngai Yesu Kristo na mwokozi wetu Mungu murigaithia kwa ndaya ya kanisa ya Salvation Army. Bwazio ingi. Hapa ni museo kwa masito nitawa Deacon Samuel Mutua wa Musioki BC Kamuthini. Thank you. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa majina naitwa Joseph Kamolo Ngiki, ndiko ni ABC Kamuthini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni Pastor Susan, ninahudumu na Grace Enabling Church Pipeline. Kando na kuwa MC ni Lelinda Joseph Mwilu, MBC Ayani. Simupige makofi. Amen. Asante. Hakika wengi wamenijua na bado ninatangaza huyu Yesu. Bwana Yesu atukuzwe. Heri Luka ameinua madhabahu haya. Wachungaji hawa wote wakafika. Kaa vizuri na wachungaji. Kaa vizuri na watu ukiwa hai. Ili hata ukiondoka madhabahu yainuliwe kwako yaliyo ya utukufu wake Bwana. Mungu na atubariki sana. Taka kumleta mgeni ambaye tuko na yeye ili naye tukamjue, akatusalimie, kiongozi wetu kutoka makao makuu kule, na ameungana nasi. Tunatambua uwepo wake, tunatambua ameacha kazi kwa ofisi ili aje tushiriki naye na tuichukulie kuwa kawaida. Tunaambia Bwana ainuliwe kwa ajili yake kuwa katikati yetu. Weke mikono yetu pamoja, tumlete Meja akaweze kutusalimia. Twende wote kama mvua. Karibu sana Meja. Bwana Yesu na asifiwe. Haleluya. Nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Nitawa Julius Nyerere Meja. Linda no ndita wa Salvation Army. Namutumia Luka nini mwisi no katika group la ndo ya theology. Kuni tuonga imo bya nundu wa thai wake na nacio na leo nengo mwana airukam. Amen. Na nditungia muthoni witu mubea Captain Mayondi ni muthoni witu. Kuni mutungia mubea nundu wa kuni kumbocha twithe twi mwi muthani wa umundi. Nina wa pe mundu wose sabu ya mapastors ambia May 28. Na ukathikwa ni mapasta 28 la wikoma. Nundu miana ya mathiko imanda wala mundu withai. Amen. Kwa Luka amejitafutia audience andola makoka kumuthika. Ona ku mundi uende na umanda andola makoka chathini chako. Kuthikwa ti issue. Lakini issue ni thai waku wathiba. Ikithela tukuzolika tabanyani. Titha tiasia life is not the end. But we are coming home. Amen. Pe andu me koma mathi matenukite. Lakini be me koma twase makita ukoma. Uile ba no etha wetelo kwawe. It will depend on how you live with your creator. Uile ata na mombi wako. Kwa ibinani la tuende na chathiki cha marehemu Luka Mwicha recruiting sergeant. Recruiting sergeant ni mundu la umbana cia askari ma Salvation Army ila walika uthaithine ila walike kanisani who prepares you to be a good follower ndini wa kanisa uyu. Kwa ando ingi askari ingi ala nene uko nako mesile moko ni maluka. And that is why umundu jiboni toka nye naku tuko kuona the end. Otondo Pauline Captain Waisie harusi yake ya mwisho tumekuja ili tuweze kushuhudia. Mwenda taiwe. Ngai wote musio nibitha ninona Grecian mwalimu wakwa wa hesabu. Na muono ba
a reverend, which is quite good. Itina watha uthukumi wa bayo luandi uthukumi musio ni kuthukuma kuondwa ula watu wetie kuyo luandi. Kainda tu athime. Iya mwenzako karibu ni kwitha tuyonwa undu twi kala ibinda yukite. Tuyonwa sinema ya undu twi kala ibinda yukite. We na kwa etho Kristo nde uko mundu tambito koma tukesela nzia nino, and this is the way, this is the route going to heaven. Amen. Utenamba ukoma musandukuni wibasa na ngai wako, lakini wamino koma musandukuni without no one time then you are there. Weida tu alime muno anaza endwa yene binda yako yumbania tila twasya mundu ikala kabika miaka mingi toyo. People are going at their early ages. Or not na moja miaka 10 utacha niendo kuenjoy kidogo kidogo, you are gone. Kwa ebinda yako yumbania, this is the time. Yini ebinda yako yumbania kandi kanene ndino kila kutabania. Ngaina twikenesa na aitone usio. Asane ndo awe ukie. Nundu benki nunga yo nuenda wigo monde. Ngaina twikenesa. Asante wachungaji, tumeshukuru sana. Ni nafasi njema sasa, tumejua tuko na wachungaji katikati yetu. Tunataka tumsifu Bwana tunapoenda kulipokea neno la Bwana mchana wa siku ya leo, ili Bwana akaweze kutubariki, katuinue na akatutende mema. Haleluya. Tuko pamoja. Angalia yule ambaye umekaa karibu naye, msalimie na umwambie Yesu anampenda. Angalia huyo mwingine, mpe high five, mwambie Yesu bado anakupenda. Angalia yule aliye nyuma yako, mwambie kuja tukutangazia uponyaji ya kwamba kuna Yesu anayeponya. Haleluya. Praise and worship team, tafadhali naomba ukiona hata kama ni mzee amekaa karibu na wewe, mwambie tu kwa heshima zote za Mungu, naomba usimame. Ni vyema kuwa na imani ya kujua ya kwamba Yesu anaweza hata mahali ulipo, hata kama we ni mgonjwa, kuna Yesu anayeponya. Labda hii ndio siku yako Bwana amekuandalia leo, ya kwamba jinsi ambavyo ulikuwa unahisi ndani ya mwili wako, hautarudi tena kusikia vile unasikia. Haleluya. Hautarudi kuwa vile. Sitarudi kuwa vile. Sitarudi kuwa vile. Sitarudi kuwa vile. Kwa nini hautarudi kuwa vile? Malizia. Hapa hakuna waimbaji. Nilikuwa na kuamkua tafadhali. Shangwe na vigelegele. DJ twende kazi. DJ. Haya. Cheze Bwana. Cheze Yesu. Piga makofi ya kwa Bwana Yesu, piga makofi. Piga makofi. Piga makofi. Piga makofi. Wapi nuru na vigelegele kwa Bwana Yesu. Iya Bwana. Tunakurudishia utukufu wako Bwana. Iya Bwana. Tunakurudishia utukufu
maana mfalme unaweza, katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, maana wewe ni mwema. Duniani na mbinguni kweli kama wewe Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, twakuinua, twakutukuza, maana wewe ni Bwana. Asante kwa madhabahu haya uliotuinulia. Unajua una kusudi na roho Jehova, ninajua una kusudi na madhabahu haya Baba. Jinyakulie utukufu wote, jinyakulie shukrani zote, kwa sababu wewe ni Bwana. Neno linaenda kukuja Jehova, mtumishi wako na muweka mikononi mwako Baba, ukampe neno lilo la uzima. Yule haja kujua akakujue, yule haja kutambua akakutambue, yule matendo yake ni maovu akageuze. Katika madhabahu haya Jehova, ninaomba kibali Yesu ni kwa ajili yake, kanene yaliyo yako, yaliyo ya uzima, kwa sababu wewe ni Bwana. Asimama kinyume cha maroho zote, asimama kinyume cha madhabahu yote ya kuinuka na kujileta, ya kutumwa na kujileta, inayanyamazisha sasa Jehova. Hayana uwezo tena, hayana mamlaka tena, Yesu yakaweze kushindwa. Tawala, maana wewe ni Bwana. Tawala, maana wewe unaweza. Ni katika jina la mwanao Yesu Kristo tumeomba na hata na kuamini. Ninasoma kitabu cha Luka mtakatifu mlango wa 16 mstari wa kwanza hadi wa 13. Kitabu ni cha Luka mlango ni wa 16 mstari wa kwanza hadi wa 13. Kitabu ni cha Luka mtakatifu mlango wa 16. Tuandamane kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa 13. Yesu akawaambia wanafunzi wake, palikuwa na tajiri mmoja na msimamizi wake. Ilisemekana kwamba huyo msimamizi alikuwa anatumia vibaya mali ya tajiri yake. Hivyo huyo tajiri akamwita na kumuuliza, ni mambo gani haya ninayoyasikia kukuhusu? Toa taarifa ya usimamizi wako, kwa sababu huwezi kuendelea kuwa msimamizi. Yule msimamizi akawaza moyoni mwake, nitafanya nini sasa? Bwana wangu ananiondoa katika kazi yangu, sina nguvu za kulima, nami ninaona aibu kuombaomba. Najua nitakalofanya ili nihakikishiwe kazi yangu hapa, watu wanikaribishe nyumbani kwao. Kwa hiyo akawaita wadeni wote wa bwana wake mmoja mmoja. Akamuuliza wa kwanza, deni lako kubwa, deni lako kwa bwana wangu ni kiasi gani? Akajibu, galani 500 za mafuta ya mizeituni. Simamizi akamwambia, chukua hati ya deni lako, ibadilishe upesi, uandike galoni 400. Kisha akamuuliza wa pili, wewe deni lako ni kiasi gani? Akajibu, vipimo 100 vya ngano. Yule msimamizi akamwambia, chukua hati yako, andika vipimo 80. Yule bwana akamsifu yule msimamizi kwa jinsi alivyotumia ujanja, kwa maana watu wa dunia hii wana ujanja zaidi wanapojishughulisha na mambo ya dunia kuliko watu wa nuru. Nawaambia, tumieni mali ya dunia kujipatia marafiki, ili
Itakapokwisha, mkaribishwe katika makao ya milele. Yeyote aliye mwaminifu katika mambo madogo, pia ni mwaminifu hata katika mambo makubwa. Naye mtu ambaye ni mwaminifu katika mambo madogo, naye mtu ambaye si mwaminifu katika mambo madogo, pia si mwaminifu katika mambo makubwa. 11. Ikiwa hamkuwa waaminifu katika mali ya udhalimu, ni nani atakaye waaminia mali ya kweli? Nani kama mali ya kweli? Nani kama hamkuwa waaminifu na mali ya mtu mwingine, ni nani atakaye wapa iliyo yenu wenyewe? 13 na mwisho. Hakuna mtumishi awezaye kuwatumikia mabwana wawili, ama atamchukia mmoja na kumpenda mwingine, au atamheshimu mmoja na kumdharau mwingine. Hawezi kumtumikia Mungu pamoja na mali. Jina la Bwana libarikiwe. Patia Yesu makofi mazuri jumbe anapokuja kunena nasi. Mweya inata iwe nienda utungi anga imo bya nondu wa bautu abika ilangu ithukia za introduction dineza kuwa mundu utaiwa luge zungu nena. Mweya inata iwe na kerewo uilio bakubena mundu wiwa no ubindu ye kula maybe ndeto yuko beta nasa nienda unena yulua death is not the end but we are coming home. Kana kiko timu dia wa kilondo indi tuendete musi. The misconceptions kana ndeto inena wani andu na mumaitha no metome ya mono na nikenda andu male ukwatya. Ndeto imwe katika ile tumeone mumaitha ni kana kiko itino wa kiko no. Amen. Ando ingi mandi mesi itino wa kiko no. Meswani ya yutonduluka no kuye no. Meswani ya tathi thikaluka no. Lakini nienda ukia kana itina wakiko vena vayungi. Mweya inata iwe ukakoma utathambite uamuka wikiko. Ate kundu kumuna asome akwita wakaba high school pe mutume omo ina maimo eta wangodho dizana yo akwiye imwana chako masi thambite. Lakini kwa acha kimwana kiya muka kinandaka kitune cha munda wa ngodho watuza wakawo tuko kwa uimone vena uwezo imwana ikakuwa sindini wato ikayutwa kahawa na siitungwa ite ndambu ili yekomete zinandaka na je mbabu wiyo kuni asiata ate kiko takiucha kwa ngodho wako moda thambite ukamuka wikiko wako moda thambite ukamuka we mutheu kuthamba nata ukakomote mutangiye ona tukeka ibade bya nata no vitimbi ukamukia kimako kinene nono Biblia yasu pe ando mana seiwe mituki make kwasia nikabala matuku kana thayo mukube museo kwethayo mwasa wa thina amana enda naku alama imo malungilwe kuma ndaimondi ja lungilwe kuma na jalika gamile ne sialiko kangana maimo sana meno kana sio nikenda methiwe na maisha makube maseo kwe maisha masama thina nienda ukia heri wewe unilio na maisha ambayo ni ya taabu marefu lakini unajua kuna maisha baada ya maisha haya. Nundo hayame kwenda maisha makubi maseo mastare mayo swani kana bethayo itino thayo twinago umundi nienda ukutabika na bena thayo beyond the grave bena thayo eka itina wa kukoma maisha ala tu kwikalo mundi ni mome o determine maisha ala tu yithi wanamo after this life that we are living in. Ni etana nondu wa kwitha thayu swetele te itina wa uyu ni thayu museo muno
ni thayu tena mowau ne our father ni wavalukile na ethe wana blood clot thayu la twetelete usu wa keli ndwina maundu asu ni thayu warana musare kuikethwa na mchungaji during those days thayu twetelete ukethwa na anasa ukethwa na ukutana nundu Kristo akethiwa niwe mchungaji witu barata asomewa nini sana mekulia how is these scriptures related to why we are here lakini ndo kia ndeto hivi tu asomewa nienda ukuete ndini wa ndeto ni Yesu kana thayu la tu kwikala thayu la yuilie ni undetermine thayu ula withiwa itina wakeku na ndio ukulia ukakwendi ngaukulia ukakwendi nini si all the answers will be in DSC lakini ndangwe kana weme uku after 2 weeks weme uku after 2 months weme uku after 2 years weme uku any of those times amen ona kwa ni ondini wa category isu but ezo ni wezi kana mo no mu ukakwa then ni wezi kana bethayo itina wa kikuo then enda ukunenge some ingredients ndeto wai loso ania nikendo mane kumbanisia thayo ula ukite ila withi kwa ndakitali na tu nenge mutungi wa mbao wa ndawa akuyoka nywe we manandu yeboa so I'm going to be very brief na ndi unenge ndeto nini ila ulilikana muthana wa umundi kondo wa Luka ndeto itatu kondo wa kumbania thayo ula ukite nundu ituyeni ona ni ukite undu ambe you need to audit your life Bwana asifiwe no kubikia udho ime thayo waku ila tu usoma muthia wambe na wakeli ndini ni waangelekana Yesu anenganie ya the rich man and the manager paina report kana manager huyu ndatumia sindu cia munene wake nesa he was misappropriating some funds ni watumia nai mali ya munene wake na ni wesi kana ilo watabiwewa ndeto inungwiwa ni jiba we ina hata iwe na umuthi ndo kukulio ndeto inungwiwa yulu waku ni jiba ndeto ya kuona ni kana thayu waku ndwende tenesa ndeto ya kuona ni kana ona uchungaji waku ndwende tenesa ndeto yikuona ni ona musini waku maono wayende tenesa bena joyu amana ndeto isungu tabwa kakwa nikathela kakwa nikatisa kwa unienda ukia udho ime thayu waku nivyo ni indano ondita ni kusisho no mbesa itumikite na nde namba kuka ku audit ni utumia na mutumita checklist ni kilangu ka usisia ni kilawa mabugala ilete ubanga nela utumia the checklist no kubikia umanya nundu from the checklist kila na utumia ni uka kusisia na nipo makosa mekwithiwa na nipo bekizo kwa maono mengi ngainde ukutumia checklist umundi nikenda audit your life nikenda udho imethayo waku checklist ilo tumiwa umundi tinu na ndumisi nundu nene sikana kila mundu ni wese Biblia regardless of which denomination ona wa kanisa oiva ona ma Islam ni mena Quran ni mesemea ila mathio ni kumeatia sometimes no ili tu ile kelasia na tukatia enzia so nienda ukia you need to audit your life no kubikia udho imethayo waku mundu yu ewa ni chaungwiwa nunu ndetho imete muthukumileni wake ni ngwiwa kana ndu twaite uthukumi waku nesa mali yakwa nwende na umitwana life is too short thayu twina uo ni mukube muno eka kwikalo kiyelela ni wisandu nimekalile makiyelela muno they don't care ona ndu menda ono muitu bese mumbese muno jani wa kamala baba mayani kila jigulu akasa no wese jani wa meja usuko ondo kujani wa meja ndio mind anything ni la wako andu nimekalile la wako yelela ndo mind we ndo ya ona nya kwa ni muthaithi museo wa AIC
onethea kwa ni woku ambendera kuya kwa jeshi la wokovu. Hapana. Ngai enda usie thayo waku, audit your life. We mwene sisi thayo waku. Si mtu mwingine angalie your life, it's you and yourself. Onethea kuni pastor, stay issue. Nundu kila mundu Biblia mbia kila yu ikatulia andu na kila uime ukanena. Ila tuketwa twikabika kou ni atiene na mwitu wa muthonua tweti jakwa. Niuzi kila mundu akasile lowe. Na nyila ni ukatu tuketha twiluta andu makatoleki twende kwa zawali communion to twisunduruka. Ukoka next. Ukono akilwa kake ukathukiwa ukakilwa kaku. Na we bila you it will be the same. Nino kanina bika my wife embe wakwa ni wasilwa ewa ndo meina magaza ikapa thoka ni wambu ina malondu ewe petako na kwambige niwe mwaila niwe nina abonda niweze kutangiwa ni muthenosu wa mina kuona ngaja haleluya ona ndika izie tina wakwa Bwana asifiwe. Kwa this is the time you can move from one line to the next one kakwetela anyinda ndikacha no nikongaizia mwitu wa muthoni athinzi ayiba kobenga waya kibeti ingi ona ciana cia kwandika zese inako kila mundu ekuyengelanio kwa ni ndo kwa umundi sisha thayo wako ula manager akulia ni kata na maundu mekalu. Number 2, seize the opportunity. Osa mwana usu no mwana no mundi nundu ila mundu usu bwana usu eyo ila tokulia when will you die ukakwendi niendo kia thayo ni mukube muno ndola mundu ewa what is this I'm hearing akulia ni kata na ndisi kuima ndi micha nina maneyo kwitha ni manager ni kata na also the opportunity na mandani nguma nono gwika nikenda nitikila wa misienu talandu wa deni wote waliokuwa na deni kwa ajili ya yu mkubwa wao mkuli we utaito ye monene chao nangilie ana yemwe ndo ikalendi andika bibiti wezina yake wa bibiti we ila na the audit ni wezina yake we na makosa we no tutona unena we no tinene lakini indipendi we nena hata haleluya andika bandu bali andika bibiti manaba ndazo ubyando ngeso likamususu na mwage bibiti no mando wakasamo. Bwana asifiwe. Seize the opportunity. Sola mwana onakauosie kwanza nduku niendo kuya naku you can seize the opportunity today nulunga ino kuekie uke maviko ne maluka na makumenzi yani onakaundi sima ketha maili hata nisino makwisa ketha matiando ingi ndaku ya babe mapasta 28 na kwa wa 29 kwa ibinda zila zivo niwo waili tolosa ndikwenda ngutwaye kuwasa ose ibinda zi na kila wachu ngabe paso ngamambe na ketana kwa kala takamalo kazia njani gwa meja wajani wa meja koko meja kote meja na kukote we tiwe we na ndwiye ungame no tietoso opportunity usunenge to mundi ni wakatano wa matukwa umanebe ununga yunoenda enda wose the opportunity no ile ngeangia na ngai waku na nikendo mwe akumbe ela be bandu utitenzia au tungenziani yake. Amen. And it is possible. It is possible. Tuisinga yacha njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na mizigo mizito nami tutapumzisha. Ndasi andole meki yangu anza umoke aye. Aje njoni kwangu, open invitation for everybody. Whether we musomu ya njoni kwangu. Amen. Asifiwe. Amen. Kinandwa ingine maungamie wiyone muno. Wethi ama yenda kuikondwa langi meenda. Lakini endo kuya Kristo ekibilani chatei aendena kwa njoni ila wambatie tu na kaundi sana kwa hii video ulo mosi yonona tuona vizine imani open hands lakini baby ndalivika kala kibilani cha sila nela wika kibilani cha sila nigo maundu maketha mebina nundu akaza come on everybody ukaiba pauko baiketha be mumo yuba une undu wekie
So ibindani dhini asa seize the opportunity today. The manager quickly discovers his mistakes and wants to put his ways right. Nena Joshua realize kweli ni dhinani. Anienda kwikondo. Yosi ligali jitu yende na kweka ya Kasongo. Na konde wa siasa lakini kaini mwademu wake ya kweka. No nina nika kibirani. I want to bless you my brother. On this weekend nikweke ya minister. Nikaendela maundu meathuka 2027 if that will happen. Luka andili kana. Ningina ubangi. Na kweke abantu na ule. Bwana asifiwe. And that is why we are getting the wrong people. That's all na neno alame gwande makita nimeondekea. Nimo kini kingai na nitu ise kinoli yelo. Na tutiki wali chane ngo kibila kinene. What are we thinking? Zia Kasongo. Nikenda maundu meso thuka. Ngakuya atu na ubangie. Even it is happening in our churches. Mutumia no muthuku muno. Tumwise nikilalai. No mwithema ni wo ile buma thibao nembe. Kenda withi kwa so thuka. Na kwa atu makosani. You will cover me. Hallelujah. What are we doing? Tuende na kwa na ngambe itu. Kina ngaino kutu yate. Ngaino kutu thesi ondwangi. Matona kusawyo maundu. La manager. Nye longi na ne bange. Ondo wakatatu ngwenda uweta. Ndu wakatatu invest in the next life. Itina wa tumia webinda nesa. Niwa ile ku invest in the next life. Thayu tukite kuina mutwano. Thayu wakeli tukite paina family. Thayu wakeli ukite hakuna mchungaji. But you make the life now. Invest in the next life to come. Lokoyo, najua kutume wana tu wawe. He invested in his next life. Ata uketho musundungi. Lakini ni walesi le Mount Kilimanjaro. Nayo security guard. Kwitha we muskali wotuko no ngina witha wo mwiki. Ningine ngukoma nina kingainza. Kangwa mecha. Nondo kiombolia. Lakini wono mundu ukiwa ethese kiringadia no makakoma na makamu kamese maundu isawa. No muikiku. Bwana asifiwe. Na ndwala wono mokie matio mawiyamo no maseo. Na no kuona nia Luka ni wa invest here. Why not iwe? How are you going to invest in your life to come? Nikenda tuise kwinola mu wathi watu awika kwa musumbe na laika toka ina kadha weweka toka ina na muyo twavika mbewa Yesu toka ina na laika tuimukadha musumbe. Hallelujah, hallelujah. Tungami tembeo. Bwana asifiwe. Mandu mandile maina wa Yesu. Aitwambia kwina wiwo mainete. Twavi ukabikila ba. Aitungami tembeo. Upa ko kabika. Kowe kalanga aziese ukambia kwina mavika kwa musumbe makain. Nondo ndo kabika. Everyone ayo kundwamba useuya. Everyone do your deed to your life. Everyone rivanga not invest. Ekakuna wadiosu. Ona kalango kaino longi nito senga yela twa kila evinda yonde yela kwea mwetwikala nasya mateko the. Yes.
no tutenge ila luka watu tia usini mundu wande lakini kwa mundu la umbani tithai wake ndesenga nundu ni wisi luka aendie tune mwe inata iwe ona ka theologically ndana ambobika yitune lakini and then was staging very next to get to heaven. Bwana asifiwe. Ando wao ndani mangai lakini na abotho siana siangai. Bwana asifiwe. Kwa univoya withe wi mwana wa Ngai eka kwitha wi mundu wa Ngai. Bwana asifiwe. Nikana withie nienda ndukolo imaundu wa atatu. How did your life? 2. Seize the opportunity. Aya mwisho teka hata invest in the life to come. Ndeto isu itatu thiisi ikole. Zambe audit your life when you are living. Ila withayo no woto na kuaudit thayo waku. Na nyindi audit thayo waku nundu ndikwesi. Tiona no yula kini we ondo kuthayo weka. To atanze ndo kwinuka. So keep on auditing your life day after day. You have the checklist. When requirements cha kuaudit thayo waku. Pastor nde audit thayo waku. Itina obadithio. Na ndetro kutawa jwa chumwa. Monday to Saturday you are alone. You don't have your pastor. Mapastor ama kuna wea mwinge mono. Na wa chumwa kila mundu ka kanisa ne pretend yete akwatie Biblia ba left bakwe nango. Bona niwe musyo no banzi yani. Ndo ndeto nundu wewe mutangiye. Biblia kwete ngoni. Lakini noiwa wisundu ikie. Bwana asifiwe. Onange malikito kanisani magwita ngwa cha ujenja. Mami na makachenyi makaikondone kungi. Nataija mabazi nundu chia hivo. No kwenda wethi ndwe maneka muno. Utiki akitonya ukingi mubukoni. Wamina wiligalika. Stay issue. Bidhato lakini muthana ukabika. Muthana ukabika. Wiki muthoni. Nikitha twewa sinema ya itune ikethiwa iliata uyonwa ila yaku na kwanjonwa iketha the exchange. No nelo ya kukule ngai ema uni meja we wolalia no ondolo kuona me kuona no baundu ku expect no ni meke lakini nina mekie ni bidite. I didn't audit my life anasaendwa nundu ituyene kubendeto isu ukaleo siwa nundu ni sona ndine na nganena muno mekule no wisi ana tuyendo mina madiko tui pa na mu mitake boko na nundu nganena muno makita kulo ina na weta maikolo ni la itatu na kila muthenya kula siae. Do I audit my life? Because one day Christ will be the auditor himself. Akoka na kabilo kekiwe with oilu we wabetaba. Uzwa we wabetaba. O monde witawata. Meshak. Nga ukule niwe witawa Meshak. Utele mamuno nube maundweli either I know Meshak udhuku ne kanosio. Mwani nyeni tawa Meshak. Indru ambione nanga. Oh. Niba mudhuku musio muno kanisa ene ngoi kambe kalanesa. Bwana asifiwe. Kwa una Kristo akoka eke audit yako na atambia ni anundu akedha kweta matendo yetu Biblia ya Asia matendo yetu yatafuatana nasi. Meka ukudhuku mwa Luka no atiani tena ake. Nela Kristo we kala kibila ni siasila. Next. Kita kwa Holy Communion. Utekakila. No isonga ba yo iboya. Ungi next. Na asilo ketho tinu. Wewe Rafael Munga. Come on. Rosio betina. Utome we mteto shaku. Withukizuku liasi. Niuze tuketha atwetele the verdict. Inde tomu na munu tuketha atwethukisye. Ibiana kotini. No usome ochindu nyingi munu lakini kila cha maana ni the verdict. Nagoba miaka 50. Atie. Alame ukwitoma ukwithukije kwa ni agumaka gwa. Na kunulu bati undonge we mwobe ningi ndu thio ila miaka bibiti. Now itu ni bakela bailio. The only way we can change the verdict is now. Kaukengwa. Na wekia basi Pamela 1 pe mama basi me iwango. Au kona me umunume ata Pamela 1. Na be Pamela 2. Na alama kawaida. Kwa uondoke kia Pamela 1.
What matters is what is inside. Ologe diakola. Ologe don bishop. What matters is what is inside. Na itongo enda to audit. Kumomondi. Audit what is in you. Nondo Nyerere onda kadhimbe wasila, lakini there will be the spirit. Ile kadhimbe wasila. Na niyo kila kindini wako. Nyerere akakoma. Luka tu unimwe. Luka is not here. Luka is not here. The spirit is gone. Na niyo dhimbe wasila. Ukonga ni jandu kanisani. Ni wakadha wakwa kukaba mabasta. Sino uende na kuinvest we. But you are investing wrongly. Invest with good things. Invest kwa fukumi museo. Na kude mutumia ongi kanisa tokoti kuwana mali tukajitu endo binga kanisa. Weno kana chao. Meno kana paper bag. Ndo hakuna kitu ulileta. Nangi makaete pick up. Ndo manema invest here. Ona mix eno kwa hapa uwe no mundu wakaete. Ni aende na kuinvest. Lakini waete kwa miatia. Wonye kilungche 10 koti ndio nena yulua mapasta. Mai embesa situ. Unauma chichaki. Daina ichako. Rekala nacho. Bwana asifiwe. Waamini kuja umemaliza kazi yako. Forget about it. If the pastor, this manager will not be good, an audit is coming. Akaudit wani ngai. Ona kazi wanole audit. Asa makazi wanole audit. But God is coming to audit them. Bwana asifiwe. Anasa endwa zene binda ya kuinvest kula kuingai. Nikenda withi kaletola mutumia wendio kwa ewa nukwa na bindu kiangai ya mwangai. Nyine kwata na iwango thokomete na ngai yewa. Amen. Nundu wa thukumi. Nundu ni wa invest ite. Lakini wewe ugewa nugo kitoka na ndio gani gwe. Nundu ba yake ndo tabia ngai. Waje kaende ngwe. Hakuna kitu unaweza kumwambia Mungu. Ina ndio wa aika hii. Niona ila mpika chako jambi yodala. Nienda uboya. Nienda uboya. Maundu atatu neweje kitawe. Neweje audit ite. No tumia bindaje. Ngikuya no seize the opportunity. Lakini tumia bindaje zila wezayo. Ekaini mutapio ndumwe. Ngainde enda chonze. My brother imu mwiseta mayoli. Mayoli yogie kwenda otangiwa. And I discourage team. Nesore ngai akandekea. Nondo ila waina bina ndaenda otangiwa. Lakini ni wajoka mundu onogewa yu wi muchama na ona ndwende cha. Na wendo otangiwa. Ni usula wene ka utangiwa vukumengaiwe. Eko tango wani ombite nap. Nogeta umbulile tize. Ake gawa umbulile nizoba. Nusi nendo onena practical example. Na ninena ngana example nakwa. Zune wa kawa bigage wango ja mwisho nendo otangiwa. Kwa we serious. Kwa we serious. Ndutangiwa lawe na sindu syaku utono thukumangai. Nikenanga yone we waku nondo tukaye biwa ukuthukumangai. Lakini ni wana wabikawa we mwisho na wendo utangiwa. Hii sino open invitation we lakini watangiwa no sawa wale utangiwa kwa. Wetele kiwe. Wendo bikage wango cha mayo lizo tangiwa. Utaondoka kumechangai. It's now. Ukalaito boye. It's now. Ukalaito boye. Ino mwetele ki. Moyo ukalaito boye. Ai. Asanda. Ngai wetu ni neyo ya kitu. Yange mazo ukilingo sienu. Muiwensa songe. Ukilingo sienu. Indika Katoliki no meba. Ukilingo sienu nitwasukilia kwa kuwe muyai. Nisho hithi. Na nienango ya kuminengane kwa muyai waku. Umuyesi sialu. Ndongo ndethesie. Nikela nitho imeuya wakwa. Nikela nisisio thukumi wakwa. Ndethesie. Nikela ndumie vinda ye. Kondu wako uthukuma. Na ndethesie. Nikenda ni invest. Ndino athayo la wokite. Nituboye. Ngai asanga mwenye wonde nundu wa itinandi. Twimbe waku masama muthangi ukatha ngi ukumia ngi kukilia ni kwitha bayinga yingo taku. Asa we mwikiku thina matha maitu. Na sisa ni wanena na itu kwa njia ye mwana
kondo wako dhoima mawia maitu, kondo wako dhoima thayo witu, na kondo wako tumia ibinda ye, kondo wako kuthukuma. Ameasa bakethi wawe umwi utamba kutwa sila ndino ekomano ye. Eka muthenani wa kumasa muthukumu wa kuluka. Andu makatwe sila na maitia nzia siombathe. Na nikenda ameasa umaandike ibuguni ya thayo. Na kondo wake maende na kuthukuma. Nikenda matonye kuinvest kondo wa thayo la ukite. Ameasa nienda ukutungia mubea nundu wandeto ya kwithayo la yoka na itu. Ndoka miatie ukamikie vina na ndukanenga uthumu tutambite kutwe sila ndia na kutudai na nikenda andu makachoke nziani yako twathime no itwikanesa ndayane Yesu Kristo ina wewe ni dio ndeni twaikia. Amen. Ikalaini no mutebeka kalwa kandi enda kwikalandi. Alamesi lobi Langata Road wendete Langata makaburini petina pe barracks nambe wa barracks wabita Langata wayaka mwingo mbo masiva ve kilabu kita Kalitos kilabu Kalitos na yu mutumio muskali to isi askali zimeba wikangwate askali mewa mesi muno na mewa mebina muno mandie kinganjo binda yatene utikia ndanzi wa umande mundu muwai muskali umunenge security nikenda withie ndanzi yaku sorry ni binda yatene na yu muskali usui au metonywa Kalitos iya wiyo ndauma ba umetuna Karen o kajwanywa pau Kalitos na athea eukavite makaburini nikendoke barracks kula makoma najua nyite nisi makaburini pia waweka la chao maimu yu athenge abo atheto na mau hedha bati makaburini ni ya wiyo saa 12 kuna mbio yaka wi itaka wi we auki soke ta uyemwe nambo bita ba na uki wewe uki no wewa nethi no kutabwa na abita amino bita we inda conjunction kaka uthi St Mary's uki wachoka mwino ndo ni wabita makaburini na ile yango yo atina mbo bika kwake akoma na keli tukamwe okaini we ni usini kwambia yo kibindu kaendete na makaburini kaumite kuendete akakulia uendete ba kamwe nene nukite Njuka aswani hapa ya wapita na muskali apita ikia na yuka ni kelitu akakulia ndu kwenyira kamwe kwitu no bau mbewa makaburini. Bwana asifiwe. Ni kwiata kwitu no bau mbewa jao ngainda mwathime ndu ukagwa. Asante, tumshangilie Yesu Kristo. Kuna mkamba mmoja ambaye aliniambia Nundu, mimi sijui kama ni Mluya kana mkamba. Sito yako ni Mariet Mayodi Tamayodi. Mzee wangu anaitwa Henry Mayodi. Mkamba aliniambia kwamba kikwo nacho kiite mituki tiwo natoa tavwanesa kwetu ni mbele ya Nundu baetina wa Lucas kuyangi. Kwa hivyo asanti Meja ni kwa neno nzuri. Mwenyezi Mungu aendelee kukutumia. Fanya uamuzi sahihi. Luketele ila uichonze. Ukiambiwa Bwana Yesu unasema Bwana Yesu. Nenda kodita. Hata uelewi. Na ukifika mahali hapo Meja amesema wewe kufa hivyo. Juu sasa matendo yako wapi? Haleluya. Na neno la Mungu lasema kwamba jinsi ambavyo tumeingia tumemwakilisha Kristo. Kwamba ni vyema tuingie mahali ambapo kuna kilio kuliko mahali ambapo kuna dance, mahali ambapo kuna sherehe. Lakini sisi tumesimamisha kazi zetu. Leo ni Friday ili kwamba tuje tusimame na familia hii ya mzee Lucas. Amen. Kwa hivyo nafasi nzuri nataka tusimame na familia hii katika hali ya utoaji.
wale wa kanisa mnaelewa, simameni. Kuja mahali kama hapa, tafadhali tusimame na familia, maana kikuu ni kichungu na ni kikali. Mwingine pia wale ambao wanaelewa teknolojia, anauliza namba ya simu, nampa 07, anaweka, kumbe hatumi chochote. Mwingine anaweka mara moja, ana reverse. Mungu atuhurumie sana. Imagine kama ni wewe ama yule mtoto wako ama ni mjukuu na watoto wadogo, watu wamekuja kwa kongamano kama hili, badala ya kutuma wote wanasema tunatuma na M-Pesa, na wote wanatuma na wote wana reverse. Bewangai, hiyo ni laana kubwa. Amen. Kama utaki. Mwingine pia katoa nota ambayo imeraruka 50 bob, ambayo inasoma upande mmoja, upande mwingine isomeki. Hapana, hujadalazimishwa. Lakini tumeambiwa neno la Mungu tufanye kazi tungali na nguvu, tungali na nafasi. Nasi tunachotendea wale wadogo pia nasi tutatendewa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tunapoenda kutoa faraja, wale ambao ni wa kusimama, chukueni nafasi. Na ni vyema wewe mwenyewe ulete. Simama tu ulete. Hii ya kupita kando kando, wengine huwa wanaangalia, naona captain kama ametoa 100, sitoi. Huyu kama ametoa 50, stoi. Simama tu na miguu yako popote walipo, ili kwamba tusimame na familia hii, tusimame na mjane, ili kwamba tukaweze kumfuta machozi.